Tunapokuja kwenye mkutano, wajumbe hawa wanatoka kwenye maeneo mbalimbali. Tufike mahala tuulizane, uniambie mimi nipe taarifa, niambie wewe wajumbe kutoka kusimameni, kwa nini mna changamoto hampalili mashamba? Kwa nini mnachoma moto? Tufike hapo, hatuje hapa kunywa tu chai. Tufike mahala wale ambao hawajafanya vizuri tuwaone, tuulizane changamoto yenu ni nini? Wale wanaenda kujifunza nini? Mtwara, Ruvuma walitumia gharama, watuambie kabla ya kwenda walikuwa wanazalisha kiasi gani na sasa hivi baada ya kwenda wanazalisha kiasi gani? Je, mmemsikia Profesa Mkumbo anasema katika kutekeleza dira 2050 kuna utaratibu vile vile maandalio utaratibu wa monitoring and evaluation, kufuatilia, kupimana, na sisi tupimane. Tuambiwe hapa aliyetuangusha ni nani? Tuambie, tujue, tumsaidie. Mimi naamini hivi vikao tunakuja kusomea takwimu, lakini yale ambayo yanatakiwa tuyaseme ili tuweze kwenda mbele, lazima tuambiane ukweli. Tunachoma moto, hatupalilii. Serikali imefanya jitihada, imetupa, tunapima udongo, inavipima unyevu, tunapata pembejeo. Shida nini? Tena angalia walivyo wanaofanya vizuri, waungwana wako hapa, wako tayari kutusaidia. Tunasukumana, lakini lazima wananchi. Kwa nini tunasema tunataka maisha ya wananchi yabadilike? Na mimi na changamoto wapata Mheshimiwa Rais huwa anaiona kama tunapata bilioni 475, tuzione basi hata tukipita mtaani tuone maisha ya wananchi yamebadilika, nyumba zimebadilika, tuone. Na kama kuna milioni, kuna watu katikati wanauliza, wanasema katikati wananufaika sana. Vikao hivi ndio vya kupendekeza utaratibu kuondoa watu katikati. Amesema Mheshimiwa DC hapa, why Vietnam? Tuitoe Vietnam. Na kama kuna watu wanatumia pesa nyingi ya ufuta na korosho hapa katikati, wanufaika wakulima, tutafute jinsi ya kuhakikisha wanufaika wakulima wanapata faida zaidi. Punguza. Tuna watu ambao kwenda pesa, tuna taasisi zetu zinatupa mwongozo, tuna vyama vyetu hivi, vituo vya utafiti. Lazima tutumie teknolojia, lazima tutumie teknolojia. Kwa hiyo Mheshimiwa DC, umesema jambo jema, tutaweka matumizi mazuri ya mpango wa matumizi mazuri ya ardhi. Tunataka viwanda vyote viingie kwenye mbogani, lakini ninachosema bado ardhi tulionayo, kama tutaongeza productivity, inaweza kuzalisha zaidi na zaidi. Hakuna sababu ya kuendelea kuongeza mashamba wakati mengine tulionayo hatuitumii efficiently. Tuanze kuongeza tija. Kwa mimi niseme nawashukuru na wapongeza, tuendelee maagizo yangu. Nawashukuru waheshimiwa kwa wilaya na kolegu na watendaji. Sasa hivi malalamiko ya watu kuibiwa, tuweke mizani vizuri, watu walipe kwa wakati, wapate pembejeo kwa wakati. Mambo kutumia mabomba yale ya ovyo ovyo tuyakatae, kwa sababu tunajua mengine hayazungusha safa, lakini watu wajisajili kwenye madaftari, sababu zile pembejeo zinakuja kulingana na orodha ya idadi ya watu. Tujisajili, lakini pia tutaanza kufanya audit. Kama mtu amepewa mbolea ya ruzuku alafu haitumii, amepewa pembejeo za ruzuku, huyo ni mhujumu, sababu ile ni pesa ambayo Mheshimiwa Rais anaitumia kusubsidize, anaitumia kutoa ruzuku. Sasa mtu anachukua alafu azalisha pale. Watu waliosajili, na mimi nipendekeze wale ambao hawafanyi vizuri lakini mazingira yao yanawezesha wakafanya vizuri, hebu tuwachukue, tufanye nao kama incubator, kama pilot, watu waweze kuona a turnaround, kumbe inawezekana. Palikuwa hawafanikiwi, tukae nao, tuwe nao karibu, tuone wamefanya nini. Si is believing. Kuna watu matomaso ni wengi tu, wanataka waone kweli inawezekana. Tutafute sehemu, tusiende kufanya mashamba darasa kwa wale wanaofanikiwa. Twende kwa mashamba darasa kule ambapo kuna changamoto kubwa.
ili watu waone kumbe haya mambo yanawezekana. Matarajio yangu, ndugu wajumbe, nikiwa nazungumzia hali ya mkoa, nikiongelea mafanikio kwenye viwanda, nikiongelea mafanikio kwenye makusanyo, natarajia nitumie utaratibu na nguvu hiyo hiyo kuongelea upande wa kilimo, upande wa mifugo, upande wa uvuvi na upande wa utalii. Sisi lazima tu diversify, lazima tuhakikishe uchumi wetu umekuwa mpana. Ukitegemea ukiwa very narrow, uchumi ukiumba kwenye sekta moja, mkoa umekwisha. Sasa hivi mkoa wetu una rare minerals, una madini yale yasiyo madini ya kimkakati tunayo. Kwa hiyo lazima tujimarishe kwenye madini, tujimarishe kwenye ufugaji, tujimarishe kwenye samaki, tujimarishe kwenye nyuki, tujimarishe. Sekta zote lazima ziperform. Sekta hii inakuja, lakini nasema there is a but. Si kwa kiwango ambacho tusishangilie sana. Tumetoka, lakini bado tuna kazi kubwa kuhakikisha kwamba tunaleta ustawi kwa jamii na nchi yetu kwa ujumla. Baada ya kusema hayo, niwapongeze tena kwa leo, mnafanya kazi nzuri. Nimetoka mbali. Mimi kama mkuu wenu wa mkoa sina shida na nyinyi. Mnafanya vizuri, bodi mnafanya vizuri, na wakazi wa mkoa wa Pwani mmefanya, amesema Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaenda vizuri, lakini bado kuna kazi ya kufanya. Target ilikuwa 36,000, hatukufikia. Target sasa hivi 42,000. Lazima tuweze kufikia na kuvuka, tukajifunza kwa wenzetu wanafanyaje, tuweze kwenda mbele zaidi.